Agosti 12. Ile dabi ya jezi wananchi wameachia na wao leo. Hivi unaweza kusema ya kwamba Young Africans wame maintain standard yao ambayo ilionekana kuteteleka msimu uliopita, au Simba wame upgrade zaidi, au ni Simba wamewafuata Young Africans ambao walikuwa wameset hiyo standard ya kutoa jezi za kuvutia zaidi na zikauzika zaidi Yanga kipindi hicho sheria ngoo sio? Lakini kwa msimu uliopita ni kama kuna namna waliumba. Leo nimeona mapokezi ni kama Mukide, japokuwa watu wanaendelea kucompare jezi ya Simba na Yanga. Sasa ni Yanga, Simba wamewafuata Yanga walipokuwepo msimu juzi. Mimi binafsi naona kama hizi timu bwana, kila mmoja anaishi tu maisha yake kwenye hilo eneo la jezi. Unajua kwenye issue ya jezi mimi ninachokiona timu zote mbili hazina consistency, kwamba ule uhakika kwamba season hii tunachokitoa season ijayo tunaendelea kuwa bora zaidi. Hiyo kusema ukweli sioni sana, japokuwa umeizungumza vizuri wakati ule Yanga wana sheria ngoi, kuna namna waliset standard fulani ilikuwa nzuri sana. Lakini ukiangalia kwa misimu kama miwili sasa, kuna namna bado kuna namna walikuwa wametetereka. Kwa hiyo kwa picha binafsi sijaishika ile jezi ya msimu huu, lakini nimeona kwa picha, kwa muonekano wa picha ni nzuri, inaonekana ipo kwenye standard nzuri, japokuwa pengine tunaweza tukawa na maoni bora zaidi iwapo tutakuwa tumepata nafasi ya kuikaribia na kuishika kwa uzuri zaidi. Inawezekana ndio tukapata nafasi ya kutoa maoni vizuri zaidi, lakini mimi ninachopenda ni namna ambavyo timu zote zinajaribu kutengeneza ile excitement kwa mashabiki wake. Limekuwa moja ya jambo zuri sana. Kila mmoja anajaribu kutengeneza hamu kwa mashabiki waone kwamba kuna kitu wanakisubiri kutoka kwa klabu yao, na wanakwenda wanatoa, inakuwa ni jambo jema. Lakini kwa maoni yangu mimi, kwa timu zote mbili, unajua ukifuatilia kilio kikubwa imekuwa ni jezi feki. Ndio mtihani mkubwa. Sasa nilikuwa najaribu kuwaza peke yangu. Nafikiri leo niwaze kwa sauti sahihi, kwamba nilikuwa najaribu kuona kwamba kwa nini, kwa sababu sasa hivi wajua maisha ya Tanzania yanajulikana. Tunatofautiana standard za maisha. Na inawezekana ile standard ya jezi kuuzwa shilingi 45 na nini, kuna watu wanashindwa kufika katika ile standard. Nilikuwa najaribu kujiuliza kama wenzetu ambao tunawaiga kwenye mambo mengi kwenye football wameweza kutengeneza mazingira. Leo hii ukiwa London kampista kwa mfano, ukiwa unataka kununua jezi ya klabu ya Chelsea, huwezi kupata jezi ya 25,000. Haiwezekani. Huwezi kupata. Utapata jezi ya gharama kubwa. Yes. Lakini hao bado kuna namna wameweza kutengeneza mazingira iwepo standard ya jezi ambayo wanaweza kuivaa pia watu wa 25,000. Umenielewa? Umetengeneza hayo mazingira rafiki hivyo. Sasa nilikuwa najaribu kuwawazia hawa kwa sauti, hawa ambao wanalalamikia sana jezi fake. Ni kwa nini pia wasitengeneze mazingira iwepo standard ambayo itakuwa pia ni rafiki kwa watu ambao wanaweza kununua jezi za madaraja ya chini. Exactly hivyo, kuwe na madaraja tofauti. Najaribu kuwaza kwa sauti, kwa sababu ukifuatilia wengi ambao wale wanaouza jezi fake, kwa nini wanafanikiwa? Ni kwa sababu wanauza kwa gharama ambazo ni rafiki kwa baadhi ya watu ambao wanashindwa kufikia gharama zile kubwa ambazo hizi klabu inakuwa imeziseti. Kwa hiyo nilikuwa najaribu kuwaza hilo, pengine kuna namna inaweza kusaidia. Yes, fake zinaathiri sana. Zinaathiri biashara. Sababu unakuta wewe umeweka huku labda 40 na ngapi, 35, 45. Alafu kuna mtu ana mzigo wake, yeye anauza shilingi 15,000.
na mzigo wake unakwenda kweli kweli. Na mtu akiangalia mzigo akiushika hivi haupo kwenye standard, kwa sababu kwenye jezi unajua atakuvaa tu, wamevaa jezi sijui nyeupe au nyekundu, mwingine njano au kijani, yeye mradi amevaa jezi liwalo na liwe. Alafu pia ieleweke kwamba unajua uzuri ama ubaya niseme, unajua ukisema jezi feki huwa haimaanishi kwamba lazima hiyo eti haipo kwenye standard ni mbaya. Inaweza ikawa ipo kwenye standard nzuri tu, lakini ikawa haipo kwenye mfumo rasmi. Sahihi. Na Njenge, nikiongezea kitu hapo, unajua hao wazabuni ambao wanatengeneza hizi jezi kwenye hivi vilabu wanalipa fedha nyingi sana kwa hivi vilabu. Utakuta mtu kwa msimu anaweka bilioni 5. Sasa anarudishaje fedha yake ambayo amewekeza kwenye klabu? Ni wewe mshabiki kwenda kununua jezi original ya klabu yako. Ndo namna ambavyo unaweza kuisupport timu yako, kwa sababu kama huyo mzabuni akiweka hiyo fedha inatumika kwenye usajili, unataka tu mchezaji mzuri aje kwenye timu, utaki kuichangia timu yako. Na watu sasa hivi wana kesho wanasubiria namba 6. Yes, wakati namba 6 hiyo 6 unaipata vipi kama ununui jezi ya club? Yani merchandise ya club, yani hamsupport, yani unajua yes, kwa mashabiki pia wanapaswa kubadilika, wanapaswa kubadilika. Ukiachana na huo mpango wa kujaribu kusupply jezi kwa madaraja tofauti tofauti ili kukidhi mahitaji ya mashabiki wa aina mbalimbali, lakini bado kuna ule uhalisia. Kuna nyakati jezi hizi OG watu walishusha bei, ndio hadi 10,000 sio 15,000 kutoka 45 mwishoni mwa msimu uliopita, na bado watu hawakuweza kununua hizo. Yani wa support. Kwa hiyo kuna muda kama timu yako inafanya vibaya na still haiwezi kusajili wachezaji wazuri, wa kwanza kujilaumu ni wewe mshabiki, kwa sababu kuna platforms za kuweza kuisaidia timu, mfano kulipia kadi ya wanachama na wenyewe kununua jezi mpaka wafanyiwe campaign. Hii mashabiki tuzungumze nao. Ngoja naomba nikuulize swali kampista hata wakali katika Ayubu hivi, kwani kuna makundi tofauti hawa mashabiki? Kwa sababu umezungumza hapo issue ya kadi ngumu, umezungumza namna ambavyo biashara ya jezi, namna ambavyo wana struggle wakati mwingine kwa sababu ya mashabiki kuwa nyuma, lakini hata kwenda uwanjani na ile siku hizo unahitaji wapetipeti, lazima wahamasishwe mpaka mtu apite na kiredio barabarani kwa mtaani, watu waanze kufanya vituko barabarani. Inakuwaje? Mashabiki wa mpira siku hizi na wenyewe sijui imekuwa vipi, lazima tuwaseme. Unajua pia kuna namna ambavyo nafikiri moja kati ya kitu ambacho lazima watu waondoe hiyo mentality, utakiwa kujichukulia poa. Unajua kwa mfano kwenye klabu ya mpira ili ifikie malengo, kuna kila eneo lina jukumu la kufanya. Kuna kiongozi ambaye ana jukumu la kufanya, kuna technical bench lina majukumu ya kufanya, mchezaji ana eneo lake la kufanya, kila mmoja kuna mtu anafanya usafi katika kwenye vyumba vya wachezaji kwenye club, ana jukumu la kufanya. Kuna mtu kazi yake kutengeneza mazingira ya usafi kwenye uwanja wa mazoezi ya timu, ana kazi ya kufanya. Na kuna wewe shabiki pia ambaye na wewe una jukumu lako la kufanya. Maana yake hii chain inawagusa watu wote. Kwa hiyo wewe hutakiwi kwenye eneo lako ujichukulie poa. Unatakiwa ujue kwamba una jambo la kufanya. Tuwapongeze kusema ukweli baadhi ya mashabiki, kwa sababu wapo wachache ambao unaona kila jezi ikitoka, kuna shabiki unaweza kukuta misimu 5-6 mfululizo kila jezi ya klabu ikitoka mapema yeye ameshachukua jezi yake. Sahihi, wapo. Kila mechi uwanjani yuko front kwa ajili ya kusupport timu yake. Kwa hiyo kuna eneo ambalo pia mashabiki lazima wa play part yao. Kwa play part yao na sio jambo la hiari, wao ni sehemu ya timu. Yani sio wao wakiona vile vitonge tu vya kina Dickson Masanja wanasubiri kwenda kutoa lawama mchezaji na viongozi na Mangungu. Matokeo mabaya, waandishi wamekuletea kimaiki wa kwanza huko front pale, unaenda kutema maneno pale, kila aina ya maneno unamaliza. Ufundi wa kuweka mazungumzo vizuri. Utasikia yule mchezaji wa Yanga ambaye alikuwa na virasa anaitwa nani yule? Buba Jamel au nani? Utasikia yule Buba Jamel winga, yule Buba Jamel ametokea nchi gani yule? Okay, injinia vipi bana? Wewe unajua amemnunua shilingi ngapi yule? Wewe umechangia shilingi ngapi? Ili alete kuleta mchezaji zaidi ya Buba Jamel. Kama unasikia tu wameshuka hapa huyu striker wa sasa hivi Peter Shalulile. Watu wanajipa AKA tu za Shalulile. Unajua sasa hivi kuna striker yupo pale Msimbazi.